Shalom mtu wa Mungu, we ambaye unaniangalia na we ambaye unanisikiliza. Nina huu ujumbe kwa habari ya Watanzania wote. Kila Mtanzania utakaye iangalia hii clip ama utakayesikia sauti hii, kuna tangazo ambalo nimelipata na hili tangazo nalitoa kwako. Ni kwa nini nalitoa kwako? Kwa sababu linatakiwa liwafikie watu wengi na kila mtu ajue cha kufanya. Tunatakiwa kuingia kwenye maombi ya siku 10 mfululizo mpaka siku ya uchaguzi. Maombi ya kufunga na kuomba kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Na maombi yenyewe utakachokilenga kwenye hayo maombi, omba amani kwa habari ya Tanzania, omba rehema, omba kuwekwa wakfu. Kuna watu watakaoomba kwa bidii watawekwa wakfu. Ukiomba kwa bidii utawekwa wakfu. Omba rehema, muombe Mungu msamaha. Hizi siku 10 ambazo zimebaki ni siku 10 za hatima ya Tanzania. Yaani ni siku 10 ambazo ndizo zilizoibeba hatima ya nchi yetu, ndizo zilizobeba hatima ya Watanzania, ndizo zimebeba hatima ya maisha ya watu. Kwa hiyo siku 10 zilizobaki ni siku ambazo usimisi hata kidogo kuomba. Usimisi kuomba hata mara moja, kwa sababu ni siku ambazo zimebeba hatima ya Watanzania. Kitu kingine, kwa sababu ya situation hii inayoendelea, ikitokea umekusanya kongamano la maombi ama kongamano la kitu chochote, ikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu ama una nafasi fulani kwenye jamii, usiandae kongamano lolote kwa habari ya kulitangaza jina lako ama kwa ajili ya kutafuta status ama kutafuta chochote kwa kwenye siasa ama kwenye serikali. Huu muda tulionao sasa hivi, tuliobaki nao, ni muda wa kuomba kwa bidii. Ni muda wa kutafuta uso wa Mungu. Sio muda wa kutafuta ujulikane ama kutafuta uonekane ama kutafuta chochote kinachokuhusu. Kwa sababu hata ikitokea umejulikana kwenye nchi yako ukiwa hakuna amani, haina faida yoyote. Biblia inasema misingi ikiharibika, mwenye haki atasimama wapi? Na pia neno la Mungu linasema hivi, watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea na kutubu na kuacha njia zao mbaya, wakautafuta uso wangu, mimi Mungu nitawasamehe na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo sisi ambao tuna nafasi kama watumishi wa Mungu, tuna uwezo wa kushirikiana kwa pamoja kumuomba Mungu na kuutafuta uso wake. Mungu ataonekana, kwa sababu Mungu ni Mungu mshika maagano. Sio tunatabiri mambo mabaya ili yatokee. Wakati Mungu anapotufunulia mambo ama anapokufunulia siri fulani, una kitu cha kufanya. Kwa hiyo hatupo kusubiri ili tudhibitishwe kwa mabaya. Yaani usipende mabaya ya kudhibitishia kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata kama hayo mabaya yasipotokea, wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata kama jambo liongea lijatokea, wewe ni mtumishi wa Mungu. Akimdhibitishi kitu mtumishi wa Mungu kwa sababu ya unabii, unabii umdhibitishi mtumishi wa Mungu, lakini mtumishi wa Mungu ni mtumishi wa Mungu kwa sababu ya Mungu alivyomuita. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ambaye unanisikiliza na unaniangalia, una kitu cha kufanya kwenye jamii, una kitu cha kufanya kwa Tanzania. Mungu anasema tuutafute uso. Watu wote walio utafuta uso, Mungu alionekana. Hakuna mtu anaweza kautafuta uso wa Mungu alafu Mungu asionekane kwake. Kwa hiyo maombi ya siku 10, nimesikia ndani yangu, nimesikia nikisemeshwa, nimeisikia sauti ikiniambia tuombe. Yani siku 10, yani siku 10 ni kama siku za kafara. Ni siku za kafara. Siku 10 Tanzania zitaamua hatima ya Watanzania. Siku 10 zitaleta majibu. Siku 10 zitaleta solution. Siku 10 zilizobaki, omba kwa bidii mpaka siku ya uchaguzi. Shalom. God bless you.